Sasa walikusanyika Lugari kumwaga aliyekuwa mbunge wa eneo bunge hilo Cyrus Jirongo, madai ya vitisho, matokeo ya uchunguzi wa polisi yanayopingwa pamoja na wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa hadhara yamegeuza kilichotarajiwa kuwa mazishi ya utulivu kuwa kitendawili kwa wengi nchini. Jirongo alifariki katika ajali ya barabarani tarehe 13 Desemba, lakini baadhi ya viongozi na familia sasa wanasisitiza kuwa huenda kifo chake hakikuwa cha kawaida. Sheila Chelangat anaarifu zaidi. Familia, marafiki na wanasiasa walikusanyika Lumakanda kumuaga aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo. Lakini hata baada ya kifo chake, maswali yanaendelea kuulizwa kuhusu iwapo ajali yake ya barabarani tarehe 13 Desemba ilikuwa ya kawaida. Mahali ndugu yangu amepata jeraha, amevunjika mguu hapa na hapa. Ni kama ile ilivunjwa na watu wakimfanya tocha. Baadhi ya watu wa karibu wa Jirongo wanadai kupokea vitisho kutokana na maswali wanayoendelea kuuliza kuhusu kifo chake. All the routes we want to see who was going where, who was driving with Cyrus, we will not take it. Na licha ya idara ya DCI kusema hakuna ushahidi wa njama yoyote katika kifo cha Jirongo, baadhi ya viongozi wanapinga matokeo ya uchunguzi huo, wakisema kwamba wakati wa kifo chake Jirongo alikuwa akiendeleza mikakati ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mheshimiwa Wetangula, mbia Waluya, mulisema nini? Mulikuwa mnapanga nini? The whole of last month nimekuwa kwa ofisi yangu hapo chini, wewe ukiingia, shortly after nilikuwa nikiona vile Jirongo anakuja kwa ofisi yako, mnakaa hapo half an hour, 45 minutes, 1 hour. Tell us what business you are discussing with Cyrus Jirongo. Hali hii sasa imechochea wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa hadhara kuhusu kifo chake. Wewe ukiwa kondoo unaenda kutafuta haki kwa mahakama ya fisi, ole wako. Hakuna majibu tutapata kwa ajili ya maisha ya huyu ndugu yetu huyu ambaye amelala hapa. Sisi tunawaachia ndugu zetu Watiriki. Nilisikia umeshafanya hiyo kitu. Hapo jana wazee wa jamii ya Kitiriki walianza baadhi ya taratibu za kitamaduni zinazohusiana na mila hii ya tochi. Ile basi ambaye wanawekelea atiligonga Jirongo iko kwa police station kule Naivasha. Basi iliwaka yenyewe. Basi ngoja niwaambie, basi ikawaka mataa ndani ya police station, hata maaskari wakatoroka. Nikasema kumbe Watiriki ile tochi wanasema imeanza kufanya kazi. Jirongo alikumbukwa na wengi kama mshauri wa kisiasa na alizikwa katika shamba lake Lumakanda katika hafla ya faragha iliyohudhuriwa na familia yake ya karibu na marafiki. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47. Mtazamaji wa Kenya